Narudia tena kwa herufi kubwa kwa mara ya pili, kufunga ndoa kanisani ni upagani tulioingiziwa. Wazo la ndoa ni mpango wa Mungu 100%, wala halipingiki. Mpango wa Mungu 100%. Si vema huyo mtu awe peke yake. Mungu aliumba mtu mke, mtu mme, wasaidiane, mwanamke amsaidie mwanaume. Ndani ya Biblia hakuna mahali ambapo kanisani ndoa inafungwa. Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, lakini wapi imefungwa? Haipo. Ni wazo la Mungu, ndoa ya mke mmoja au ndoa ya wake wengi kama vile ndugu zetu Waislamu, lakini hakuna mahali Mungu anasema ndoa ifungwe kanisani. Nikusomea andiko hili mara moja upate kunielewa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa 50. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyonena Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahim aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha, isa ni mahali, na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Mfanyakazi wa Ibrahim anaomba ruhusa katika familia ya kina Rebeka ya mzee Laban na Bethueli ili arudi kwa Ibrahim, akamwambia, nimefanikiwa, nimepata mke wa Isaka wa mwanao. Sasa angalia, alipomba ruhusa anasema ndugu yake na mama yake, yani mjomba, wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Wanaongea wenyewe, msichana yupo naye. Akawambia yule mfanyakazi wa Ibrahim, msinikawilishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndoa imeisha. Mungu ameshirikishwa, amefanikisha ndani ya familia ile. Binti anasema nitakwenda, ameridhia, mke kapatikana. Anaenda kwenye nyumba, aendi kule kufanya ibada, aendi kule tena kufanya si ndoo, kuna pete, kuna si nini, hakuna. Ni ndoa imeisha pale nyumbani, huyo kaenda kuolewa. Harusi sio ndoa, harusi ni sherehe ya ndoa. Mahali kisha toka, watu wametoa dhahabu, sijui vyombo vya shaba, sijui wametoa madini, wametoa majembe, wametoa mashamba, vyovyote vile, ng'ombe, mbuzi, tayari pale mke kashapatikana. Tumeona walipotoa mahali watu wakaanza kula, kafurahi. Kwa baada ya pale sherehe za kufanyika nyumbani, popote panaweza kufanyika sherehe kama uwezo upo. Sasa ukisema kanisa ni bibi harusi wa Kristo, maana yake tayari alishaolewa na Yesu. Yani mimi na wewe mme wetu ni Yesu, ni bibi harusi. Tuliolewa lini? Siku tulipomkubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ndio kiongozi wetu, yeye ndio mtawala wetu. Tunasubiri unyakuo, lakini ndoa ilifanyika wapi? Ni siku ile mimi binafsi Suguye nilipomkubali Bwana Yesu, utakuwa Bwana wangu, Mwokozi wangu. Hakuna cha sherehe hapo. Malaika wanasema sawa sawa sawa, haya sasa wewe na Yesu mmefunga ndoa, nendeni. Lakini ndoa ilifanyika wapi? Uenda niliokokea barabarani, uenda kwenye mkutano nje, uenda jamaa yule akanishuhudia, uenda ilikuwa sijui shamba, uenda nilikuwa ndani nimekaa mwenyewe nikashukiwa na roho nikabadilika. Hapo nimeshakuwa wa Kristo. Vivyo hivyo ndani ya kanisa, narudia tena, it is not necessary kwamba ndoa ifungwe. Hakuna. Tusiwacheleweshe vijana tukawatwisha mizigo ya kuandaa sijui bajeti ya harusi, kitu gani, milioni 10, 20, 50, alafu ndo aje kuoana. Ndio sasa aje kanisani afunge ndoa na pete sijui ya gramu sijui 2.5 au gramu 5. Tunawapotezea muda, habari tunawasababisha watoto wale au vijana wale wanakwenda kuangamia huko, wanakwenda kufanya mambo ya ajabu ajabu nje, baadaye vitumbo vinaonekana, alafu wanaanza kuona aibu kana kwamba ni wakosaji, wakati sio wakosaji. Taratibu zote halali wameshafuata mbele za Mungu na mbele za wazazi. Tunaifuatilia Biblia tangu mwanzo, ndoa zimeenda kifamilia namna hiyo, na Mungu akiwa kama mwanzilishi anabariki, anawapa watoto.